Ni safari ya mwisho ya rais wa Wamasai katika ukanda huu wa Kenya na Tanzania, Lipiti Lembalelo, ambapo kama jinsi inavyoonekana mamia ya wananchi kutoka nchi jirani ya Kenya na Tanzania wamekusanyika ili kusindikiza mwili wa rais huyu Lipiti Lembalelo. Marehemu aliongoza miaka 54 jamii ya Kimaasai. Mzee Lipiti Lembalelo alikuwa na wajukuu 165 na alikuwa na vitukuu 49 na vilembwe 6. Baadhi ya wafugaji na watoto wa marehemu Lipiti wakieleza mchango wake kwa kushirikiana na serikali katika usuluhishi wa migogoro iliyozua mapigano baina ya wakulima na wafugaji katika maeneo mengi hapa nchini. Wamesema sisi kama Wamasai waga tuna amri moja kwamba mgogoro haturuhusu, na anaposema kiongozi kwamba acheni, haliwezi kufanyika. Ile acheni ni kwamba tunalihamasisha jamii kwamba acheni, tunalipeleka ngazi husika ambayo ni serikali au ni halmashauri za vijiji, ili nao walichukulie walipeleke ngazi husika. Kweli kulikuwa na migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini babu wetu ambaye ni rais wetu ameshiriki kwa kiasi kikubwa sana kusuluhisha migogoro hii, na mpaka sasa hivi watu wanaishi vizuri. Kufuatia hatua hiyo, mwakilishi mkuu wa wilaya ya Mkinga Consolata Peter akitoa nasaha za serikali kuhusu mchango wa rais huyo kwenye utatuzi wa migogoro ya ardhi amesema, tunawapa pole sana, lakini pia tutaendelea kumkumbuka mzee wetu kwa mchango wake mkubwa. Alikuwa pia akishirikiana na sisi hata kwenye utatuzi wa migogoro mbalimbali ya kifamilia na hata ya maeneo. Tulimpenda sana, lakini Mungu amempenda zaidi. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kutoka hapa katika kijiji cha Mwakikoya kilichopo kata ya Duga wilayani Mkinga mkoa wa Tanga, ni William Mgasija, ITV.